Hujambo mtazamaji, karibu kwenye Sema na Citizen siku hii ya leo. Mimi ni Mashirima Kapombe, tuandamane hadi tamati. Mtazamaji, tunaanza na masuala ya mgomo wa wahudumu wa afya ambao unaendelea kote nchini na kulemaza huduma, huku wakazi katika kaunti ya Busia wakiwa wanazidi kutaabika. Wagonjwa wanaofika katika hospitali za umma wakirejeshwa nyumbani. Hospitali ya rufaa ya Busia inayotegemewa pakubwa na wakazi na hata raia wa nchi jirani ya Uganda imesalia mahame. Maafisa tabibu wakiendeleza maandamano ya amani hadi katika afisi za utumishi wa umma na bunge la kaunti hiyo kuwasilisha maombi yao wakibeba mabango yenye jumbe tofauti. Maafisa tabibu hao wamesikitika kuwa serikali ya kaunti ya Busia imedinda kutia saini mkataba wa maelewano kati ya serikali hiyo na muungano wa KUKO kwa zaidi ya miezi 6. Challenges mob kama sisi wagonjwa hapa Busia District Referral. Unaingia hapo ndani, unaangaliwa, unaandikishwa kitabu, then unatuma kwa daktari, anakuandikia madawa ama anakutuma nje kwa lab. Kindly, our governor, we are requesting, kama wale ulieka kwa ofisi hawawezi fanya kazi, I think kwa hawa officers unaweza chukua tu mmoja akusaidie na hii kazi. Na we are wondering, patient akitoka kwangu as a clinical officer akifika kwa yule mwingine kwa ile kada ingine, ugonjwa yake inabadilika ama riski yake inabadilika. So kindly, as clinical officers tunaomba tu kidogo tu, kuongezewa tu kwa ile yenye tulipewa, tunaomba tu kidogo. Watusainie CBA tukue at peace. Madaktari wetu wamegoma, wagonjwa wako na shida, kupata huduma inakuwa shida. So tunaomba serikali, tunataka itusaidie, watu wa madaktari warudi kwa hospitali, wagonjwa wapate matibabu tafadhali. Tegemeo letu na hili hospitali yetu ya Rufaro ya Busia. Hata mimi saa hii niko na mgonjwa mwenye anataka atibiwe, apimwe, afanyiwe x-ray, lakini hakuna madaktari. Tunashurutisha wale ambao wanafaa kulipa hizi SRC arrears wafanye hivyo kwa vile ni pesa ambayo ilishatolewa ikawa approved na Ministry ya Treasury, SRC ikakubali, lakini sasa kuna wale wachache ambao wanaendelea kutunyanyasa sisi. Ndio maana tunaomba kwamba hizo pesa ambazo bado hawajakamilisha tunaomba waweze kuzilipia. Idadi yetu ni 165.